Tukiwa katika maombi haya maalumu ya kumshukuru Mungu, na sasa tuko kwenye darasa la utangulizi ambalo lina mafundisho kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu. Tuna somo letu ambalo tumekuwa nalo kwenye vipindi vya ibada hizi za kushukuru, lina kichwa kinachosema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Tuna somo letu ambalo tumekuwa nalo kwenye vipindi hivi vya kumshukuru Mungu ambalo lina kichwa kinachosema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye una utaratibu mzuri wa kutunza yale ambayo unafundishwa uweponi mwa Bwana, kuna mahali unatunza, manake unaweka notes kwa faida yako, unaweza ukaandika kichwa cha somo tulilo nalo, mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Kichwa cha somo tulilo nalo kinasema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Na tulianza na sehemu ya kwanza ya somo ambayo ilikuwa imekaa mtindo wa swali. Tulianza na sehemu ya kwanza ya somo kwa wale ambao walipata neema ya kuwepo kwenye madarasa mbalimbali yaliyopita kwenye vipindi vya shukrani. Tulianza na sehemu ya kwanza ya somo ambayo yenyewe imekaa mtindo wa swali. Inasema, je, tunapaswa kutambua nini? Je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Ilikuwa ni sehemu yetu ya kwanza ya somo hili linalozungumzia mambo muhimu katika kumshukuru Mungu, na ililenga kutuelewesha mambo ambayo tunapaswa kuyatambua kwa habari ya suala la kumshukuru Mungu. Na tulitazama mambo manne ambayo Mungu alitupatia ndani ya sehemu hii ya kwanza. Jambo la kwanza, tulitazama kitu kinachosema tunapaswa kutambua ya kwamba suala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu, bali ni agizo la kibiblia kabisa. Jambo la kwanza, tulipata kuona jambo linalotuambia ya kwamba tunapaswa kutambua ya kwamba suala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu, bali ni agizo la kibiblia kabisa. Na udhibitisho wa kitu hiki tukaona kwenye Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15, kule mwisho B ikimaliza kwa kusema tena iweni watu wa shukrani. Kwa hiyo pamoja na kuwa watu wa namna mbalimbali ambavyo Mungu anataka tuwe, lakini pia Mungu anataka tuwe watu wa shukrani. Lakini tukatazama Zaburi ya 100 mstari wa 3 hadi wa 4 sehemu A. Zaburi ya 100 mstari ule wa 3 hadi ule wa 4 sehemu A ya huo mstari wa 4. Ule wa 3 unasema, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetumba na sisi tu watu wake. Ikarudia tena kusema tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ule mstari wa 4 sehemu A, Biblia ikasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Haleluya. Nikasema kwa mujibu wa vitu hivi ambavyo tumeviona, vidhibitisho hivi viwili vya kibiblia, maana yake ni kwamba suala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu, ni jambo ambalo liko kibiblia. Kwa kama umewahi kusikia ibada za kumshukuru Mungu, makusanyiko ya kumshukuru Mungu, ukazani ya kwamba yanaendeshwa na hamasa za wale wanaotangaza, hapana. Suala la kumshukuru Mungu lipo kibiblia. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni jambo la kwanza hilo katika sehemu ya kwanza ya somo inayosema, je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Jambo la pili katika sehemu ya kwanza ya somo inayotuonesha mambo tunayopaswa kuyatambua kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu. Jambo la pili, tuliona kitu kinachosema pia tunapaswa kutambua ya kwamba
Jambo la pili, pia tunapaswa kutambua ya kwamba suala la mtu kurudi mbele za Mungu na kushukuru, suala la mtu kurudi mbele za Mungu na kushukuru, suala la mtu kurudi mbele za Mungu na kushukuru mara baada ya kutendewa, mara baada ya kutendewa. Jambo hili sio suala la hiari, bali ni suala la lazima. Haleluya! Kwa kama kuna mambo ambayo ni ya lazima mbele za Mungu kwamba wewe uliye mtu wa Mungu uyafanye, basi ni pamoja na suala la kurudi mbele za Mungu na kumshukuru mara baada ya kukutendea. Maadamu amekutendea, kumshukuru sio hiari yako, ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Katika maelezo nikaeleza ya kwamba kwa hiyo usije ukalikalia chini swala la shukrani na ukalipangia mikakati yako wewe, kana kwamba unaamua wewe. Ile umetendewa, hupaswi kusema ya kwamba ni amri yangu ni shukuru au nisimshukuru Mungu. Sio hiari yako, ni swala la lazima kurudi mbele za Mungu na kumshukuru mara baada ya Mungu kututendea. Tukaona vidhibitisho kwa habari ya jambo hilo. Kidhibitisho cha kwanza tukakipata kwenye Injili ya Luka sura ya 17 mstari wa 11 hadi wa 17. Kidhibitisho cha kwamba swala la kumshukuru Mungu sio jambo la hiari, ni jambo la lazima. Hatujiamuri wanadamu kwamba turudi kumshukuru Mungu au tuache. Hatujiamuri, ni la lazima. Luka 17 mstari wa 11 hadi wa 17. Katika ule mstari wa 17, wakati yule mmoja amerudi, ni habari ambayo ni maarufu sana, tunaifahamu. Wakati ambapo Yesu amewatendea, amewaponya watu 10 waliokuwa wanaukoma, na miongoni mwao akarudi mmoja tu kushukuru. Wale 9 wakapotea na uponyaji ule waliopata kwa Yesu. Yesu wakati anazungumza na yule mmoja aliyerudi kumshukuru, akawa anaonesha kuwa na maswali, na katika maswali hayo anasikika kwenye mstari wa 17. Biblia inasema Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Utaona pale kwa wenye Biblia ya kwamba kuna alama ya kuuliza, manake Yesu alikuwa mpaka anajiuliza kwamba ina maana wale waliopotea hawakuponyeka. Kwa hiyo mpaka Yesu anajiuliza swali hilo, manake ilibidi wale wasipotee, warudi kushukuru. Haleluya. Akauliza swali lingine la pili tena, akasema wale 9 wa wapi? Alikuwa na sababu gani za kuwaulizia na ili hali ameshawaponya? Angeweza kusema bora nimemalizana na swala la uponyaji waliokuwa wanautaka, imetosha, waende zao. Lakini utaona mpaka akawaulizia wale 9 ambao hawakurudi kushukuru. Kama katika swala la shukrani tunauliziwa na Mungu, maana yake ni kwamba hilo swala kulitekeleza ni lazima. Sio hiari yako, sio jambo la kujipangia. Kusingekuwa na maswali kwa Mungu, kama tunamwacha Mungu na maswali pale ambapo tunakosa kurudi mbele zake na kumshukuru, maana yake ni kwamba ilitubidi tushukuru kwa lazima. Na lazima hii hailazimishwi na mwanadamu, inalazimishwa na Mungu mwenyewe aliyekupa na aliyekutendea. Ni afadhali ingelazimishwa na mwanadamu, ungesema ya kwamba ni mwanadamu kwa mapenzi yake anaonekana kulifuatilia swala hili la shukrani kwa mtu aliyetendewa. Ni Mungu mwenyewe aliyekutendea. Amina. Kwa hiyo ikiwa ulikimbia madhabahuni mahali fulani kwa sababu ulitendewa, alafu hujarudi kushukuru, wala usiendelee kujitesa unapokutana na makuhani wa hiyo madhabahu, kuwakwepa njia kwa sababu unadhani ya kwamba wao watakujaji sana juu ya swala la wewe kuto kurudi kushukuru. Hapana. Jaji wako kwa habari ya kutorudi kumshukuru Mungu ni Mungu aliyekutendea. Na yuko mahali pote, hamna mahali ambapo utamkimbia asikupate au asikuone. Kwa hiyo jambo ambalo nilisisitiza hapa nikasema, angalia sasa ubaya unaokuwepo pale ambapo tunakosa kurudi kumshukuru Mungu mara baada ya kututendea. Ubaya unakuwepo vipi? Tunauacha moyo wa Mungu na maswali kuliko kuanza kututendea mengine tunayomuomba.
Ilibidi Mungu alipomalizana na wewe lile jambo la kwanza, habari za wewe na Mungu muhamie kwenye jambo la pili unalotaka utendewe tena. Lakini unapokosa kumshukuru, maana yake tayari kuna kiporo, kuna deni. Kwa hiyo Mungu ataendelea kukusubiri akuone kwenye shukrani, wakati wewe unaendelea kupogoma na mwendo kutafuta kutendewa na mengine. Ndio maana tumekosa mwendelezo wa utendaji wa Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tumekosa mwendelezo wa kuona Mungu akitutendea siku hadi siku. Kwa sababu gani? Tuwadaiwa katika yale ambayo aliwahi kututendea na hatujawahi kumshukuru. Tuna madeni nayo. Sijui kama hao wakopeshaji wa ajabu wapo wa namna hiyo, kwamba umemkopa juzi milioni 1, mkaandikishiana kwamba utarudisha ndani ya mwezi. Ule mwezi ukapita, hujarudisha ile milioni 1, ukaenda ukamwambia saizi niazime nyingine 2, nikopeshe 2. Anakwambia, "Kile unakumbuka ulikopa hapo? Iwe ya 3 sasa. Ziwe tatu. Anakusiza, anakwambia, "Unakumbuka na mwezi umepita ule wa ile 1 ambayo umeikopa, ilibidi uwe umerejesha." Unamwambia, najua umepita, lakini ziwe 3 sasa." Sijui kama na yeye kweli ataendelea kubamiza nyingine tena 2, ziwe 3. Kama ulikosa hata kurudi kwenye ile 1 kurudisha, saizi amekubandika mzigo wa 3 na mwezi ulishaisha. Mimi ninachojua ni kwamba hapo itaanza varangati. Wale walioendelea mbele sana, ambao kuna wakati hata wakiwa wameokoka anakuambia, "Usinifanye mimi bwege bwana. Mimi nimeokoka lakini pia najua mambo mengine nayaweza bwana." Unaweza mkavunjana marishati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu utaona ni kama tuna vituko mbele za Mungu kwa yale tunayoyafanya mbele za Mungu, kwamba kuna madeni ya shukrani, lakini bado tunaendelea kupakia mizigo ya kwamba na hili tunasogeza na hili. Kuna wakati ndio maana uliishia kumuona Mungu pale mwanzo. Saizi huku unapogoma na mambo ambayo hayana majibu, sio kwa sababu Mungu amehama kwenye kile kituo cha kuwajibu watu. Mungu ataendelea kuwa ni Mungu kwenye maisha yetu hata kama hajafanya kwako. Kuna wakati hafanyi kwa sababu wewe ni mdaiwa wa jambo ambalo uliwahi kutendewa nyuma, haujamshukuru nalo Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na ndio maana tuna session hizi za kwamba kila mwisho wa mwezi tu tunamshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Kuna watu ingalau sasa mlipe madeni yenu ya nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ingalau mlipe madeni yenu ya nini? Kuna wakati una madeni ya nyuma juu ya yale ambayo umetendewa na hujamshukuru Mungu. Ndio maana kwenye shukrani hizi tujue ya kwamba tunayo kila sababu. Usije ukasikia ya kwamba mwisho wa mwezi mwingine tena, mwisho wa mwezi mwingine, wewe ukaanza kujitafakari kwamba kwani ndani ya mwezi huu mimi nimetendewa nini? Halipo hivyo. Hata mafunuo haya yamepita hapa madhabahuni, hayajapita kwa maana ya kwamba tutamshukuru Mungu kwa yale tu aliyotutendea ndani ya huo mwezi. Kuna mengine ambayo unadaiwa aliwahi kukutendea hata miaka iliyopita. Kwenye vipindi hivi vya kumshukuru, yakusanye hayo mambo. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa lile na lile. Hata kama saa hizi unaona ya kwamba lilichakaa, lilifuba, lakini bora halijatoka kwenye uwezo wako, lilipikwa kwenye jiko la Mungu. Mungu anakudai shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikula makarangizo ya watu wewe ambao hata hujayasumbukia. Tukaimba hapa, umenipendelea. Ni wangapi walikuwa wanamenyana kwa hiyo nafasi ulionayo? Ni wangapi walikuwa wanamenyana kwa huyo mchumba uliye naye? Ni wangapi walimenyana kwa mume uliye naye? Ni wangapi walimenyana kwa habari ya watoto wao wafaulu vizuri? Haleluya. Wengine katika kumenyana kwao wakaamua sasa ndio kabisa wachukue akili za wengine wazitumie. Wengine walimenyana kwa kuiba nyota za wengine, wewe ukafanikiwa kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si kwa uwezo wako. Heshimu hayo madikodiko ya Mungu. Ukikosa moyo wa shukrani, kuna wakati hayo madikodiko utayasikia kwa wengine. Unaweza ukawa pia una ustaafu kwenye eneo la kutendewa. Kuna watu nasikia hapa ya kwamba mna ustaafu
kwenye eneo la kutendewa. Mkielezea matendo ambayo mmetendewa, mnaelezea ya historical. Unasikia acha bwana senzi hizo mimi nikiomba nyie. Yaani nikisema tunaomba imejibiwa. Leo mko wapi? Hapo mlipo ni wapi? Halo? Mnapatikana huko mliko au na mawasiliano pia yamekata? Mungu yule aliyekuwa anakutendea makuu jana tulitamani, na ndivyo ilivyo utaratibu wake, kwamba ilibidi siku zinavyoongezeka na yeye aongezeke kukutendea makuu. Amen. Leo hii kuna watu mlianza na makuu, leo hii mkatembelea mkapanda juu hapo ukakutana na mapungufu, na mapungufu ukafika mahali ukakutana na bea patupu, hakuna. Utajikuta hata mwendo wako wa kimaombi unakuwa unadorola. Kwa sababu gani? Unaona kwa kadiri ya siku zinavyoenda ndivyo viwango vya kujibiwa kwako na kutendewa kwako vinashuka. Shida ni nini? Kuwa mdeni wa yale ambayo Mungu amekutendea na huja mshukuru. Askofu Nazari, ni mwekezaji gani anayewekeza kwenye mradi usiolipa? Haya, nataka jibu lako, kwa sababu wewe ndo baba yetu hapa. Ukisema hayupo, ujue hayupo tu. Kwa hiyo tukaangalia ya kwamba swala la kumshukuru Mungu sio swala la hiari ya mtu, bali ni la lazima. Kwa udhibitisho wa kwanza tukaupata hapo kwenye Luka 17:11 hadi 17. Udhibitisho wa pili tukaupata kwenye Zaburi ya 50 mstari wa 15. Ile Zaburi ya 50 mstari wa 15, Biblia inasema ukaniite siku ya mateso. Angalia, wewe jukumu lako litakiwa umuite Mungu saa ukiwa unateseka. Mungu anasema yeye atakuokoa, nitakuokoa. Alafu inarudi kwako tena, hiki ni kitenesi kinadunda chini juu chini. Unapomuita Mungu siku ya mateso, akikuitikia, akikutendea, kitenesi kinarudi tena kwako ya kwamba wewe unatakiwa ufanyaje? Ushukuru. Sasa utaona kuna watu kitenesi kilifanya hivi. Walimuita Mungu siku ya mateso, kikapanda kwa Mungu juu, Mungu akajibu. Unaona, anamwambia Mungu, huo mchezo uishie hapo hapo. Hujasema kwa maneno, lakini kwa vile ambavyo hukumshukuru, maana yake kitenesi ulikiishirizia huko huko juu, ukasema kiishie huko huko. Wakati mwingine na majibu yako ndio yaliishia hapo. Mambo mengine mema ambayo Mungu alikukusudia aliishia hapo. Na kuna wakati vile ulivyotendewa, ndugu yangu, bado ni vichache sana ukilinganisha na yale Mungu aliyokuwa anakuwazia. Umekaribishwa sebleni tu, ndugu yangu, umekutana na sofa ambazo ukikaa kuna mahali unaminya, unashangaa, umerudi hivi umekuwa kama umelala. Hapo ndio umefika, huna shukrani tena, umeanza kiburi na mwenye nyumba, unainuana naye. Wakati ilikuwa ulale kitanda ambacho kinakufunika shuka chenyewe, kinashusha neti chenyewe. Si mnajijua mlivyo wapivu wa kushusha neti? Wengine si tumeziacha vile vile kwa sababu tunawahi ibada au lakini kulikuwa na kitanda ambacho kingeweza kushusha neti chenyewe, kiinue neti chenyewe. Ungeishi vizuri na mwenye nyumba hapa sebleni. Haleluya. Kwa kuna mambo mimi nikwambia, sikutie kiburi sana cha kukimbia uweponi mwa Bwana kwa kuwa umetendewa. Kuna mambo mimi nakuona nayo tu hapo ni sebleni, ili kupasa makubwa mengi sana. Amen. Haleluya. Kwa njia gani? Ya kushukuru. Kwa mchezo huu ndo uko hivyo. Umuite Mungu kwenye mateso yako, na yeye anakuja anakuokoa, na wewe unamtukuza. Kwa namna gani? Kwa kumshukuru. Haleluya. Sehemu ya kwanza hiyo ya somo tunaipitia, inayosema je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu. Jambo la tatu tuliloliona, jambo la tatu linasema pia tunapaswa kutambua ya kwamba ili shukrani yako mbele za Mungu iwe na maana. Hapa tunazungumzia shukrani nayo kuwa na maana. Kuna watu ni washukuru kweli, ni washukrani, si ni washukuru Mungu, lakini shukrani hizo hazina maana. Taona hapa kwamba shukrani inatiwa maana na kitu gani. Pia tunapaswa kutambua ya kwamba ili shukrani yako mbele za Mungu iwe na maana, ni vema sana katika kumshukuru kwako Mungu, ukarejea mahali pale pale. Hebu sema mahali pale pale.
Ningeongelea madhabahu, ningesema madhabahu ile ile. Sema madhabahu ile ile. Ningeongelea kuhani, ningesema kuhani yule yule. Sema kuhani yule yule. Ningesema mtumishi au mtu, ningesema mtu yule yule. Sema mtu yule yule. Ni vema sana katika kumshukuru kwako Mungu ukarejea mahali pale pale ambapo palitumika kuzalishia muujiza wako. Mahali pale pale ambapo palitumika kuzalishia muujiza wako. Mimi nimewahi kuona, inategemeana sana. Nimewahi kuona hicho kitu. Yaani kwamba umekatia tiketi Mombo na gari inaanzia ruti Lushoto. Tukipita Lushoto tena huko mbele tuende wapi? Zinakwenda Mwesino, Mlalo. Sawa, Mlalo. Twendeni mbele zaidi, Mlalo na Mtae wapi mbele sana? Mtae ni mbele sana. Haya, twendeni Mtae huko. Hapo nafikiri tutasafiri na Kibomboi. Sasa ni ajabu sana kwamba ulikatia tiketi Mombo. Stendi ya wapi? Ya Mombo. Alafu kwa sababu tu umekata tiketi, saa unataka uende ukapande gari, unaenda kulianzia Mtae. Yeye muonaje? Au kwa sababu sio Makonda, ngoja niwaulize waliofanya mambo ya magari. Mzee vipi hapa? Hakunaje sasa? Si ana tiketi ya hilo gari? Nauli anaongeza. Haya. Tushagongwa mambo ya nauli kwamba anafanyaje? Kwa nini anaongeza? Na tiketi anayo, pale alivyokata Mombo aliambiwa ni shilingi 15,000 au 20,000 huko anakoenda. Kinachomfanya aongeze saa hizi kwa sababu anaenda pandia Mtae ni kipi? Safari imeongezeka. Mzee unajibu kama tulikaa pamoja tukaambizana utasema hivi. Safari imefanyaje? Haya, tuje sasa kwa wewe mwenyewe. Utanieleza au utatueleza hapa kwamba Mtae ukapandia gari Mtae, ili hali ulikatia wapi? Ulikatia tiketi Mombo. Huko Mtae nako unapoenda, si ni gharama inakugharimu au vipi? Au utaenda kama Fatuma Makwatu kwa kuyeyuka? Sasa mmeona masuala ya kwamba umetendewa hapa na unataka ukashukuru pengine yalivyokuwa na kizungumkuti. Kwa hiyo kuna watu napo hapo wamekosea maana ya shukrani. Wao wenyewe wakijiona wanamshukuru nani? Mungu aliyowatendea. Lakini Mungu ni wa kanuni sana. Hatutaacha kuwaambia Mungu sio wa shakarabagara. Mungu ni wa kanuni sana. Kuliko hata wale wa michezo ya kubeti wanaosema vigezo na masharti ufanyaje? Kuzingatiwa. Huku kwa Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu sio shakarabagara. Sio wa mambo hovyo hovyo, wa ili mradi. Sio wafunika kombe mwanaharamu apite. Yeye haruhusu mwanaharamu kupita. Kwa hiyo kikombe afuniki. Kuna watu mlikutana na Mungu kwa Johnson. Saa ya kumshukuru Mungu mnakuja kushukuru kwa Madam Kalu. Sasa simlaumu Madam Kalu, atajuana na Mungu wake mwenyewe pale anapopokea shukrani ambayo anasikia kabisa ya kwamba nimeombewa na Johnson pale, kwa hiyo nimepona, nimeona nije nishukuru. Simlaumu yeye atakayepokea. Wewe ambaye unafanya hicho kitendo, hiyo sio shukrani tena. Haleluya. Hiyo sio nini? Kwa shukrani, ili iwe na maana halisi ya shukrani, kuna kigezo cha Mungu kinazingatiwa, ya kwamba pale nilipoonana na Mungu ndipo nitakapomshukuru Mungu mara baada ya kunitendea. Sasa ndio maana wenetu ndio maana tunawakataza msiwe na madhabahu nyingi. Amen. Umeenda kwa mtumishi Jona akakuwekea mkono, ukaenda kwa Sangatiani akakuwekea mkono, umeenda kwa bibi yako wa mizimu akakuwekea mkono, umeenda kwa nani akakuwekea mkono. Kivumbi sasa saa ya kushukuru. Kivumbi kinakuja saa ufanye. Mkizungukaga hizo kona mnashukuru wapi? Pale ulipomalizia au ulipoanza? Nani mwenye kaujuzi kako ka mchezo?
Au hamtataka kusema hapa? Hamnavyo saa hizi mmeokoka. Haya basi tusemeni kabla hamjaokoka. Mnaendaga? Mlipomalizia. Kwa mna uhakika pale ndio Mungu alionekana. Haya. Nisiseme vibaya jamani. Nisiseme nini? Nisiseme vibaya. Nisiseme nini? Nisiseme vibaya. Hivi mna uhakika sana ya kwamba mama mjamzito anaoingia pale leba akatoka na mtoto alianzia kumpata huyo mtoto leba? Mbona michezo yenu ilivyo ya hovyo, mibaya? Mama mjamzito anaotoka na mtoto leba hajamwanzia kumpatia wapi? Kwa hiyo mnaona sasa mambo ya Mungu yalivyo, kwamba sio ya kutengenezea kwa akili zako kwamba yatakuwa yako hivi. Yaani hapa bora nimenyakiwa hapa, ndio hapa. Katika hili naomba niwaambie hivi, tulizana. Haleluya. Fanyaje? Tulizana jamani. Michepuko ya kimadhabahu sio nini? Sio dili. Baki kwenye madhabahu moja unayoamini kwamba hapo ndipo ninapokutana na nani? Na Mungu. Na hapa sijaisema ya kwetu, baki kwenye unayokutana na Mungu. Sijaisema hii niliyosimama hapa. Kama hata hapa napo sipo, ni afadhali ukabaki unapokutana na Mungu ili usipoteze muda. Watumishi kama hao mtakutana nao wakiwa walisha kufa, ni marehemu kwenye vita ya kwanza ya dunia. Amen. Wanaowaambiaje? Kwamba hata hapa kama hakuna Mungu hujakutana naye, kabaki ambayo unakutana naye kwa usalama wako. Amen. Ili swala la namna hili lisikuzeveze sasa. Amen. Mzee Nasari, sinaelewa kidogo mambo ya usambani kuzeveza au tafsiriwe. Mambo wanazevezwa. Oh. Kuzungushwa. Tukaona picha ya kwanza hapa. Haleluya. Picha ya kwanza ya kukamilisha maana ya kumshukuru Mungu kwamba ni kurejea mahali pale pale ambapo palitumika kuzalishia muujiza wako. Tuliona picha ya kile alichokifanya yule mtu mmoja miongoni mwa wale 10 waliokuwa wamepona ule ugonjwa wa ukoma, kama tulivyosoma ile Luka 17:11 hadi 17. Utaona yule mtu angalieni sasa nyie michezo yenu. Kuna wakati mkasema kwamba watoto wanaozaliwa leba manake wanaanzia pale pale leba. Yaani pale pale ndio mtoto aliingia tumboni, pale pale ndio amezaliwa. Yule ambaye alirudi kushukuru, swala la kupona kwao hawajakutana nalo pale pale kwa Yesu walipotendewa. Wasomaji wa Biblia wanajua wale watu wakati wamemwomba Yesu kwamba uturehemu, wanahitaji uponyaji wa lile tatizo lao. Yesu akawaambia, nendeni mkajioneshe kwa wakina nani? Kwa makuhani. Wakakutana na kupona wakiwa wako wapi? Wako safarini, njiani wanaelekea kwa makuhani. Yule mmoja aliyerudi hakusema hata kwamba si alisema kwa makuhani, ngoja nimalizie ndio nitamwambia kuhani nashukuru. Alirudi kwa Yesu yule yule. Alimtafuta yule yule aliyehusika kwenye nini? Kwenye uponyaji. Amen. Haijalisha ilimgharimu kiasi gani kumrudia Yesu yule yule ambaye kuna mahali waliagana naye. Lakini alipojua kwamba shukrani yangu ili iwe na maana inanipasa nirudi kwenye kituo kile kile, alihakikisha anarudi kwenye kituo kile kile alipokutana na Mungu akatendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watoto wetu wengine mpo ambao mnasema mimi bwana nilishukuru kwa yatima. Ndugu yangu, yatima sawa ni watu wa kusaidika. Kwa hiyo sasa na huyu mtu aliyokuwa njiani angesema nilikuta kuna omba pale ndio nikatoa shukrani yangu hapo. Kama unataka uwasaidie yatima, wajane, sijui omba wasaidie kwa sehemu yao kwa kadiri ya wewe ulivyokusudia kufanya kwao. Cha kumshukuru Mungu kinaenda mahali pale pale ambapo palikuwa ni gereji ya matengenezo yako. Amen. Hivi mimi mwahi kutengeneza vifaa hivi vya usafiri. Hivi si ni ajabu sana kuona ya kwamba mimi nilipeleka pikipiki yangu au gari langu kwa fundi Juma, alafu likatoka usiku likiwa zima mpaka nikaja nalo nyumbani. Asubuhi ile nawasha hadi waki.
Hivi ukimpigia John ukimwambia, "Alo, lile gari limesumbua tena," waelewekaje wewe? Mimi wazimu wewe. Alikuwa fundi mpaka usiku linatoka na gari ikiwa nzima na chombo kikiwa salama, alikuwa ni mzee Jimmy. Nimeamka asubuhi, ninawasha haitaki, ninawasha haitaki. Unampigia nani? Unampigia mama yake Holiness. "Mama, sasa ile gari naona bwana asubuhi hapo." Mama Holiness akaanza kukwambia, "Gari gani? Gari lipi? Kwanza we ni nani?" Hayo ndio tunayobaki nayo tukiwa tumeshukuru kinyume na tulipotendewa. Hata hizo madhabahu zenyewe tunazipelekea mishtuko, ni kwa sababu tuna zenyewe zinawakuta watu wanaosema, "Lete mimi napokea, lete mimi napokea." Unapokea. Lakini kiroho ina maana hata madhabahu zenyewe zinakushangaa kwa kama walikuwa wawili hapo, ukiondoka unajadiliwa kwamba hivi je, mmemwelewa huyu? Na wacha kupokelea shukrani yako. Kile wanaanza kusema, "Hivi jamani, mmemwelewa huyu?" Mimi mwenyewe tumeona la ajabu hili. Utashangaa wao hawasemi hata ni muujiza, wanasema hili ni nzali la mentali. Maana kweli hilo nzali. Ni kindumbwe hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukaona moja hapo ya sisitizo kuhusiana na jambo hilo tunapata kwenye ile habari ya yule mmoja ambaye alirudi alipoona ametendewa na Yesu, akarudi kwa Yesu. Pale alipopatia uponyaji, alipokutana na Mungu wake, ndipo aliporejea saa ya kushukuru. Lakini jambo la nne ambalo lilikuwa la mwisho kutazama, linasema pia tunapaswa kutambua ya kwamba swala la kumshukuru Mungu linapaswa kuwa na marefu na mapana makubwa sana ya kiroho. Swala la kumshukuru Mungu linapaswa kuwa na marefu na mapana makubwa sana ya kiroho. Swala la kumshukuru Mungu linapaswa kuwa na marefu na mapana makubwa sana ya kiroho. Nikasema hii ni kwa mujibu wa kitu ambacho kinazungumzwa katika ile Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Biblia inatuambia kwamba shukuruni kwa kila jambo. Haleluya. Jambo lingine la kutazama, jambo lingine ambalo unapaswa kulitambua kuhusiana na swala la kushukuru Mungu ni kwamba tunapaswa kushukuru Mungu kwa kila nikasema, na ndio maana msione wengine mkasema, "Mbona kama wamevurugwa au wanajifanyisha hao? Mbona kama nao wanataka kiki?" Kwa nini? Eti wana siku maalum wameiandaa washukuru mara baada ya ule msiba walioupata. Eti tumetangaziwa leo wale wafiwa ambao tulikuwa nao juzi tukazika kwao, eti Jumapili ijayo watakuja kushukuru. Haleluya. Usije ukavurugwa. Kwa hiyo wakifanya watu namna hiyo, ina maana wanakukumbusha kwamba na wewe pia kuna madeni unadaiwa. Juu ya kitu gani? Kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Na haya ndiyo mapana na marefu ya nini? Ya shukrani. Swala la shukrani tusilicholee njia za kwetu wenyewe tunavyotaka kwamba mimi mpaka kwa kweli nipe kile kiatu ambacho mtakuwa mkitembea kanisani wenzangu wote wanasikia. Ukipewa labama mtoni, vaa shukuru. Haleluya. Ukipewa gambuti, vaa shukuru. Bora alikuwa katika uwezo wako, ni umepewa. Amina. Shukuru. Kile kipindi ambacho ndio kilikuwa cha mwisho kutazama jambo hili, nikasema kuna wakati tumshukuru Mungu hata kwa ajili ya yale magari ambayo tunayo na yanapiga kelele mitaani mpaka anatutia aibu. Shukuru kwa hilo. Sila kusogeza mwa. Kwa shida ya maji kama hiyo, umepaki mando yako madumu yako humo, si afadhali umeenda chukulia mtoni huko hiyo lakini yakuletea maji hapo. Haleluya. Una vile visimu ambavyo vikilia kwenye gari mpaka unaona aibu, unakitafuta kinapotea, kinajifanya hakipo. Ukishika hivi nje unakikamata hiki hapa kabisa. Lakini ukiingiza mkono hivi ukipati kwenye misiba, kwenye magari, ibadani.
Unakitafuta ukibonyeze kile kialama chekundu, ukizime ukipati mpaka kimalize mlio wake. Haleluya. Unasema kasimu nako haka kanantia aibu. Lakini unakumbuka kabisa kwamba ni kwa neema pia hapo. Kuna smart inakuja, lakini kwa kumshukuru Mungu kwa kupitia hapo. Kuna zama zinakuja mbeleni, zipo. Mwambie Mungu asante. Umenijalia hata msibani watu wametazama, wamejua kwa na mimi nimehudhuria mazishi, nimezika. Huwezi jua hata hiyo kelele ina maana gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaendelea kusema, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Kuna mambo wapendwa, ingawa yatatujia sisi tutasema jambo hili limenijia kisurprise, lakini ujue kwa Mungu ni mapenzi kamili, amependa. Kwa hiyo shukuru. Kwa sababu gani? Mungu amependa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Shukuru kwa kila jambo. Na penyewe napo inabidi tupangalie hapo, shukrani zetu ziwe na marefu, ziwe na mapana. Zisikondeane tu kwamba tunashukuru kwa vile ambavyo sisi ndio, yani hili najua hata hiyo siku nikienda madhabahuni pale watu wote watajua kwamba hakika yule dada sasa katoka. Shukuruni kwa kila jambo. Kuna mambo licha ya kwamba wanadamu wanaweza wakayaona ya kwamba ni madogo, lakini kwa Mungu yanaitwa ni mapenzi yake. Ndio amependa akupe kwa staili hiyo. Makubwa yatakuja kwa kupitia kumshukuru kwa hayo madogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko lingine la ziada hapa ni Waefeso 5:19 hadi 20. Kipindi cha mwisho nakumbuka tuliishia tu Wathesalonike wa kwanza 5:18. Andiko lingine la B, Waefeso 5:19-20. Biblia inasema hivi: mkisemezana kwa zaburi na tenzi za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Unadhani Biblia haijajua ya kwamba kuna mambo mengine ni madogo dogo, kuna mambo mengine ni makubwa? Iliposema kwa mambo yote, maana yake ilitaka iwe ni dogo au kubwa, lazima liingie kwenye kapu la shukrani. Kwa mambo yote. Nataka uone hicho kitu, kwa mambo yote. Kwa kumshukuru Mungu hakujaagizwa au kuelekezwa ya kwamba ni kwa mambo tu fulani fulani. Mambo yote. Sio kwa mambo machache, kwa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa kwa mujibu wa kibiblia tunachokiona hapa ni kwamba Biblia inatubeta au inafuta zile dhana ambazo watu tunazo za kuona ya kwamba kuna mambo tukitendewa kwa kiwango fulani hatuna sababu za kumshukuru Mungu. Jamani, sasa hata watu sio wataniona waje. Kwani nani amekwambia kwenye shukrani lazima uelezee umetendewa nini? Si tunamwaga tu kwamba unataka makamaiki kidogo useme. Sio lazima. Sio lazima. Ndio maana kuna wakati Biblia inasema ya kwamba tutoapo mbele za Mungu hata mkono wa kushoto usijue kile ambacho mkono wa kulia unafanya. Sasa angalia, ukaribu undugu wa mikono tu inakatazwa ya kwamba huu ukifanya huu usijue. Wewe kwa nini unataka mpaka wilaya nzima ya Korogwe vijijini ielewe leo Jumapili nitamshukuru Mungu kanisa fulani? Sio lazima. Haleluya. Sio lazima. Kwa hiyo hata kama unaona ya kwamba hilo lilotendewa ni la kiwango cha chini, kwa wewe mtazamo wako unaona cha chini, lakini kwa Mungu mtendaji anaona nimefanya hivi kwa mapenzi yangu, shukuru kwa ajili ya hilo la kiwango cha chini. Nataka tuangalie leo sehemu kidogo katika mwendelezo wa somo hili. Kumbuka somo letu lina kichwa kinachosema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Sehemu ya kwanza ya somo ilikuwa inasema, je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu? Leo nataka tuingie sehemu ya pili ya somo. Sehemu ya pili ya somo, kama unaandika andika uhusiano kati ya maombi na shukrani. Uhusiano kati ya maombi na shukrani. Sehemu ya pili ya somo ina kichwa kinachosema uhusiano kati ya maombi na shukrani, au uhusiano kati ya kuomba na kushukuru. Nimesema uhusiano kati ya maombi
na shukrani, au uhusiano kati ya kuomba na kushukuru. Nataka tuone vitu hivi, maombi na shukrani vina uhusiano gani? Vipoje hivi katika kuamriwa kwake ndani ya Biblia? Maelezo haya hapa ni muhimu ukaya noti. Andika uhusiano uliopo kati ya maombi na shukrani au kuomba na kushukuru. Uhusiano uliopo kati ya maombi na shukrani au kuomba na kushukuru. Uhusiano uliopo kati ya maombi na shukrani au kuomba na kushukuru. Kibiblia ni kwamba vitu hivi viwili huwa havipaswi kuachana au kuachanishwa. Vitu hivi viwili, yani maombi na shukrani au kuomba na kushukuru, huwa havipaswi kuachana au kuachanishwa, bali vinapaswa kwenda sambamba. Vinapaswa kwenda sambamba. Andika udhibitisho wa kwanza. Hapa kwangu nimetumia mfumo wa A, B, C, D, A, B, C. Kwa hiyo A, udhibitisho wa kwanza, Wakolosai 4:2. Wakolosai 4 mstari wa 2. Udhibitisho wa kwanza wa jambo hili la jinsi ambavyo maombi na shukrani visivyopaswa kuachana au vinavyopaswa kwenda sambamba. Udhibitisho wa kwanza ni Wakolosai 4:2. Wakolosai 4:2, Biblia inasema hivi: dumuni sana katika kuomba. Kwa hiyo utaona kwenye Biblia kuna msisitizo. Mungu anasisitiza ya kwamba watu wawe wa kudumu sana katika maombi. Haleluya. Dumuni sana katika kuomba. Ikaongezewa tena uzito, mkikesha. Na ndio maana kuna wakati tunaona hata maombi haya vipindi vya kawaida haitoshi. Unakuta tunakesha, tuna maombi, tunaamshana usiku, tuna taratibu za kuomba usiku. Wakati mwingine pia tuna mikesha ya ibadani makanisani. Kwa dumuni sana katika kuomba, imeagizwa mkikesha katika nini? Katika kuomba. Lakini kitu ambacho nimetaka ukione ni pale Biblia inaposema huku na shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuomba na kumshukuru Mungu, hivi vitu havipaswi kuachanishwa. Na ndio maana Biblia inaagiza na kutusisitizia swala la kuomba, tena kwa kudumu, kwa kung'ang'ana. Kwa lugha nzuri ni kurahisishie kudumu, kung'ang'ana, kuomba kwa bidii, kuomba kwa juhudi kubwa. Lakini utaona pia imeambatanishwa na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kithibitisho cha pili kinachoonyesha ya kwamba maombi na shukrani havipaswi kuachanishwa au kuachana. Kithibitisho cha pili, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 ni kithibitisho cha pili kuhusiana na jambo hili la jinsi ambavyo maombi na shukrani visivyopaswa kuachana. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kufanyaje, wasomaji wa Biblia? Pamoja na kushukuru. Kwa kusali na kuomba. Hajamaliza akaweka nukta akatuacha, bali kusali kwetu, kuomba kwetu kuwe pamoja na kitu kinachoitwa kushukuru. Kithibitisho cha tatu kuhusiana na jambo hili la jinsi ambavyo maombi na shukrani visivyopaswa kuachana au vinavyopaswa kwenda sambamba, kwamba maombi na shukrani, vitu hivi viwili vinapaswa kwenda sambamba. Kithibitisho cha tatu, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5.
Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 hadi wa 18. Mstari wa 17 hadi wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 hadi wa 18. Mstari wa 17 hadi wa 18. Ule wa 17 Biblia inasema ombeni bila kukoma. Ule wa 18 unasema shukuruni kwa kila jambo. Utaona miongoni mwa mafunuo walioyapokea wale ambao wameandika mambo kwenye Biblia, na mafunuo haya yalikuwa ni ya kimbingu, ni kutoka kwa Mungu. Utaona wengi wao waliofunuliwa kusisitiza watu wa Mungu kuomba, waliambatanisha pia na msisitizo wa watu wa Mungu kushukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kithibitisho cha mwisho ambacho nataka ukione, cha 4, kuhusiana na jinsi ambavyo maombi na shukrani visivyopaswa kuachana, au maombi na shukrani vinavyopaswa kwenda sambamba. Kithibitisho cha 4, angalia kitabu cha Nehemia sura ya 11 mstari wa 17 sehemu A ya huo mstari. Nehemia 11 mstari wa 17 sehemu A. Kumbuka hivi ni vithibitisho vya kibiblia vinavyoonyesha kwamba swala la kuomba na kumshukuru Mungu, vitu hivi viwili havipaswi kuachana au kuachanishwa, vinapaswa kwenda sambamba. Kithibitisho hiki cha 4 tunakipata kwenye Nehemia 11:17 sehemu A, Biblia ikisema na Matania. Nataka umshike huyu mtu anaitwa Matania, anatajwa hapa, ni mtu huyu, na Matania mwana wa Mika, mwana wa Zikri, mwana wa Asafu, akatajwa kwa habari ya wadhifa wake ndani ya kanisa, ya kwamba ni mkuu, mwenye kuanzisha shukrani katika sala. Nimetaka uone hapo. Utaona wenzetu ndani ya ibada hapa tunachomolewa mtu mmoja anaitwa Matania, anatajwa wadhifa wake aliokuwa nao ndani ya ibada, ndani ya kanisa. Biblia inasema ya kwamba yeye alikuwa ni mkuu katika idara ya kuanzisha operesheni ya kushukuru, saa ya nini? Ya ibada. Na ndio maana kuna kitu kinasema ya kwamba katika sala, maana yake licha ya kwamba walikuwa wanasali, kusali ni kuomba, lakini katika kuomba kwao utaona mpaka kuna idara wakachagua pia na kiongozi wa idara hiyo awakumbushe kanisa kwamba tumesali, tumeomba, lakini kuna kitu kinachoitwa shukrani, nacho tukihusishe kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo ambayo tunaweza tukasema kanisa nalo hili lina shida kwenye spare fulani, linatembea kwa mwendo wa kudemadema au kuchechemea, ni pale ambapo tutakosa kitu kinachoitwa kushukuru kwenye ibada zetu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana nikasema ufunuo wa namna hii ya kwamba tuwepo na vipindi vya kumshukuru Mungu ni ufunuo wa kimbingu, ni jambo la kimungu, hili sio jambo la kutania. Kwa hiyo nimekupa picha ya namna hii kwenye sehemu hii ya pili, ili uone ya kwamba tunaposema kwa habari za kumshukuru Mungu katika vipindi hivi ambavyo tunakuaga tukiwa tumeingia ibadani kwa ajili ya maombi na maombezi, tunayasema mambo ambayo ndio yanakamilisha hata maana halisi ya ibada. Kwa ibada yako itakuwa ibada iliyopelea, maombi yako yatakuwa maombi yaliyopelea, sio yakikosa mfungo. Wazee simple. Piga ngapi leo? Haleluya. Maombi yako yatakuwa hayajakamilika, sio tu yakikosa kufunga, bali yakikosa kufanyaje? Kwa sababu kuomba na kushukuru, vitu hivi havija tofautishwa, havijaachanishwa, havijatenganishwa. Sio kila kimoja kiliwekwa chumba chake, hapana. Katika mafunuo ya wengi waliopokea suala la kwamba watu waombe, pia waliambatanishiwa na kitu kinachosema watu washukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana wewe ukawa ni muombaji mkubwa sana,
lakini ukaona maombi yako yakawa hayana nguvu kubwa sana ya kufanya vile unavyoviomba vitokezee. Kwa sababu ya kitu gani? Kuto kumshukuru Mungu. Na jamani, kuto kumshukuru Mungu, unajua hakuuzwi kwamba kuna bei lazima uiulizie upewe hiyo bei, ufikirie hii bei nitaimudu kweli. Hapana. Tutajifunza mengi sana kuhusiana na kushukuru. Kuna wenzetu walitufundisha kushukuru Mungu. Unaweza ukamwimbia nyimbo za kumsifu na kumtukuza. Kumshukuru Mungu unaweza ukamshukuru kwa maombi. Haleluya. Kwa hiyo kwa picha hii, maana yake mpaka maombi hayaachanishwi na kushukuru. Maana yake ni kwamba kuna wakati pia ile tu umemaliza kuomba kwako, mshukuru Mungu kwa vile ambavyo amekulizia ukapata hata hiyo kiu ya kuomba. Amen. Kuna wenzako nikwambie, wapo kwenye hatari, wapo kwenye maangamizi makubwa, lakini pia appetite ya kuomba, kusema Mungu nitoe hapa, hawana. Ukijiona hata una appetite ya kuomba, katika huko kuomba kabla hujafunga, mwambie Mungu pia nakushukuru kwa ajili ya hiki ulionipa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Una appetite ya kupanda mlimani na jua lote hili kali, kuomba. Hiyo appetite unadhani ameitengeneza mjomba wako kweli? Maana hata mwenyewe sio muombaji. Unadhani hapa mkubwa hiyo sio muombaji. Maana ni appetite ambayo ni neema umepewa na Mungu. Kuna watu wanatamani wangekuwa na mwamko wa namna hiyo. Wakati wengine wanalala usingizi wao mzuri, wewe mpaka kuna watu nasikia mpaka kuna mida mnajikuta mmeamka mpate usingizi na wala hamjatega alamu. Mpo? Hebu niweni mikono niwaone hao watu wa namna hiyo wenye neema hiyo. Hujatega alamu, unasikia kuna wakati tu unaamka, ukiangalia mida unaona ni ile ile. Mpo? Nyosheni vizuri kama mpo kweli. Angalia hiki kitu. Angalia hiki kitu cha ajabu. Shusheni. Hamjatega nini? Alamu. Na utaangalia majira unayakuta yanafanana. Ni kweli? Mshukuruni Mungu kwa kitu hicho kabla hakijazimishwa na adui, kwa sababu sio kitu kizuri sana upande wa adui, sio kitu kinachompendezea adui. Ni neema kubwa hiyo. Kwa hiyo katika huko kuomba kwenu usiku, kwa huo muda Mungu anaowapa, unganisheni na kumwambia asante. Msisahau maneno ya asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Msisahau maneno ya asante. Msisahau maneno ya asante. Unaangalia uko wenu hauna muombaji wa namna hiyo, kusema kwamba umerithi huo uombaji. Haujarithi huo uombaji, ni neema ya Mungu imekushukia. Usisahau kumwambia asante. Usisahau kumwambia asante. Unajiona kabisa ya kwamba hii kiu ya maombi haujawahi kuwa nayo, sio wewe kabisa, wa leo na wajana. Usisahau kumwambia Bwana asante. Hata leo hapa tuna ukurasa wa kumwambia Bwana asante. Bwana asante. Bwana asante. Tuna huo ukurasa umetufungukia leo. Simama mahali ulipo, inuka juu mahali ulipo. Tuna huo ukurasa katika ibada hii ya leo. Tuna ukurasa huo mkubwa umetufungukia leo. Tumwambie Bwana asante, asante, asante. Lipo popo popo popo. Lipo popo popo popo. Lipo popo popo. Haikuchukui hata gharama, haikuchukui hata senti kumwambia Bwana asante leo kwenye ibada ya leo. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante. Nakumbuka kabisa hii kiu ya kukaa ibadani sijawahi kuwa nayo. Saa hii ningekuwa kwenye mambo ya dunia, leo niko ibadani. Leo nina msukumo wa maombi. Robo shata ripo papapapa rapapapapa. Tunguni katika kuomba huku na kumshukuru Bwana, na kumshukuru Bwana. Weka gia ya shukrani leo kwenye kiwango chako cha maombi ulichoinuliwa na Bwana. Nasikia kuna kuinuliwa zaidi, unaenda viwango vingine, unainuliwa zaidi. Weka hiyo gia, weka hiyo gia, weka hiyo gia. Wewe mwana maombi, weka hiyo gia kwenye ibada yako ya leo. Weka hiyo gia, weka gia ya asante kwa Bwana, asante kwa Bwana, asante kwa Bwana. Endelea kumshukuru, endelea
hiyo gia. Mshukuru basi, mshukuru basi, mshukuru basi. Shata karamo. Repapapa, 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 rapapapa, repapapa, rapapapa, rebosika, rapashata, rebosika. Asante Bwana, asante Yesu. Ni mengi umetuokoa nayo, ni mengi umetuepusha nayo. Nasikia wengine mlifanywa viti vya waganga, leo ile kiu imeondoka, umekuwa na kiu na Yesu. Mwambie Baba asante, mwambie Mungu asante. Nasikia watoto walikuwa wakiguswa tu, unaenda kutabanwa. Leo unasema huo ujinga sifanyi, uko kujitambua tu. Mwambie Mungu asante, asante, asante. Endelea kumshukuru Bwana, endelea kumshukuru Bwana, endelea kumshukuru Bwana. Kazana, 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 kazana. Pasaka, endelea kumshukuru Bwana, endelea kumwambia Mungu asante, endelea kumwambia Mungu asante. Mungu anakupeleka viwango vingine, unaenda kuwa muombaji mkubwa, unaenda kuinuliwa kiroho, unaenda kuinuliwa kiuchumi, unaenda viwango vingine. Mungu anakupeleka viwango vingine. Mungu ni Mungu wa maongezeko, unaenda viwango vingine, unakwenda viwango vingine kimaombi, unakwenda viwango vingine muhimu sana katika kuomba na kumshukuru Mungu. Kama ulikuwa unaomba dakika 10, unaenda kuomba dakika 20. Kama ulikuwa dakika 20, unaenda kuomba lisali moja. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mmeshindwa kukesha nami hata lisali moja. Unaenda kuongezeka, unaenda viwango vingine kwenye eneo la maombi. Mungu anakupeleka viwango vingine. Karapasa karaposeke, unaenda kwa viwango vingine. Mungu anaenda kukupeleka viwango vingine. Ni mwaka wa kwenda viwango vingine. Tunapomalizia malango ya lango la Januari ambalo limebeba malango ya miezi 11, Mungu anakupeleka viwango vingine. Mungu anakupeleka viwango vingine. Endelea kumshukuru Mungu. Yesu shukuru. Hata kama umetendewa kidogo, shukuru. Kinaenda kuzaliwa kikubwa. Onyesha moyo wa kumshukuru Mungu. Eleza mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema na familia zake ni za milele. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante. Amekuvusha salama mwezi wa kwanza kwenda mwezi wa pili. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Kuna wengine tulikuwa nao mwezi wa kwanza hawajamaliza, hawapo. Wewe ni nani mpaka saa upo juu ya uso wa nchi? Mungu ameendelea kukulinda. Mwambie Mungu asante. Mungu amekutetea, ameponya ndoa yako, amelinda watoto wako, amegusa afya yako wala hujaumwa, amekuponya na mitego ya wawindaji. Walikuchimbia makaburi, walitaka ufa lakini imeshindikana, imeshindikana. Walikukusudia mabaya, Mungu akayageuza kuwa mema. Endelea kumwambia Mungu asante, endelea kumwambia Mungu asante. Tutaenda viwango vingine, tunaenda viwango vingine, tunaenda viwango vingine. Utakuwa mwombaji mdogo, Mungu anakupeleka viwango vingine. Yesu aliomba masaa 12. Yesu alienda mlima Mzeituni akaomba usiku kucha. Kuna mambo makubwa yako hapo mbele. Mungu anataka waombaji wanaweza kusimama waombe mpaka kimezaliwa kitu. Tuombe mpaka kimezaliwa kitu katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba na kuomba. Chochea, endelea kuchochea, chochea, chochea, chochea. Mwambie Bwana asante, 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 mwambie Mungu asante. Mungu amekutendea, Mungu amekuvusha mengi, Mungu amekutetea mengi, Mungu amekuonekania mengi, Mungu amekugusa kwa mengi, Mungu amekuonekania kwa mengi. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Mungu asante.
asante. Mwambie unapoenda kuvuka kwenda mwezi wa pili, hata kama ulikuwa hujajibiwa, ukivuka kwenda mwezi wa pili, Mungu akakuonekanie, Mungu akakuonekanie. Ukawa mwezi wa pili ni mwezi wa kwenda kuonekaniwa, Mungu akakuonekanie. Unapoenda kuingia kwenye malango ya mwezi wa pili, Mungu akakuonekanie, akuonekanie kwenye ndoa yako, akuonekanie usizini kwako, akuonekanie kwa uzao wa tumbo lako, akuonekanie kwa uzao uliotoka kwenye viuno vyako. Yesu akakuonekanie, Yesu akakuonekanie, Yesu akakutendee, Yesu akakutendee, Yesu akakutendee, Yesu akakutendee, Yesu akakuonekanie, Yesu akakutendee. Wakitafuta waliotendewa na wewe ni mmoja wapo, wakutendee. Safari Bwana asikutete. Nasema anapozuru wengine, mwambie unapozuru wengine usinipite, unapozuru wengine usinipite. Mwezi huu Bwana asikupite, Bwana akakuonekanie. Ukawa ni mwaka wa kuonekaniwa, ukawa ni mwaka wa kuonekaniwa, ukawe ni mwaka wa kuonekaniwa, ukawa ni mwaka wa kujibiwa maombi, ukawa ni mwaka wa kufunguliwa. Hata kama una vifungo vya kufunga, ukawa ni mwezi wa kufunguliwa. Shukuru Mungu katika hiyo shukurani yako. Mungu anapita, Mungu anapita, Mungu anaenda kukufanyia kitu. Endelea kumshukuru Mungu. Akasema dumuni sana katika kuomba, dumuni sana katika kuomba. Kata hiyo hali ya ububu, kata hali ya ububu katika ulimwengu wa kiroho. Mwambie Mungu asante. Hata kama huwezi kuomba, sema asante, sema asante, kuonyesha tu moyo wa shukurani. Mwambie Mungu, mahala nimefika wewe ni Ebeneza. Huyo mwimbaji akasema mahali nimefika wewe ni Ebeneza, mahali nimefika ni Ebeneza, mahali Mungu nimefika ni Ebeneza. Wacha nikushukuru, mahali nimefika ni wewe, hata tukuinue. Mahala tumefika ni wewe, hata tukuimbie. Mahala tumefika ni wewe, hata tukuabudu. Mahala tumefika ni wewe, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Hata sasa Bwana amenisaidia, hata sasa Bwana amenisaidia, hata sasa Bwana amenisaidia. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Mwambie Bwana, wewe ni Ebeneza. Hata sasa Bwana umenisaidia. Usinyamaze kama umekuja kwenye ibada ya kushukuru, maana mahala unapopita sio pa kawaida. Kila mtu kuna kona anayepita. Fungua mdomo wako, mwambie Mungu asante. Hata kama uwezi kuomba, sema tu asante, sema tu asante. Mungu aone moyo wako, Mungu aone haja ya moyo wako. Kama mzaburi aliposema, nafsi yangu inakuonea shauku, nafsi yangu ina kiu na wewe, nafsi yangu inakuonea kiu, nafsi yangu inakuonea kiu, kama vile ayala anavyoonea mito kiu. Na akasema nafsi yangu Bwana inakuonea kiu, inakuombea kiu ya maombi iongezeke, kiu ya kuomba iongezeke, kiu ya kumtafuta Bwana iongezeke, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mzaburi anasema nafsi yangu inakuonea shauku, kama vile ayala aioneavyo shauku mito ya maji, mito ya maji. Kuna mto wa uzima ukiwa na kiu. Yesu anasema kila aonaye kiu na aje majini, kila aonaye kiu na aje majini. Yesu ni maji ya uzima. Achilia moyo wako, achilia moyo wako kwa Bwana, mimina moyo wako kwa Bwana. Shukuru Bwana, shukuru Bwana. Mwambie Mungu, nimekuona, nimeuona mkono wako. Yesu amekuvusha mengi, Yesu amekuponya na ajali nyingi, Yesu amekuponya na kazi za mauti, Yesu amekuponya na roho ya kaburi na mauti, Yesu amekutetea, Yesu amekuponya na magonjwa mabaya. Walikukusudia upe Januari, Mungu amekataa. Mwambie Mungu, ninakushukuru, mwambie ninakushukuru, nimeuona mkono wako, nimeona kutetewa. Wewe ni shahidi. Ulienda hospitali ukapokea habari mbaya ya kwamba una magonjwa ya kutisha, una magonjwa mabaya, moyo ukayeyuka, lakini Bwana amekuponya. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Ulifika sehemu ukasema sijui hata watoto watasomaje, mbingu zikafunguka. Mwambie Bwana asante. Ujue hiyo hela kupata kwa nguvu zako wala kwa jitihada yako, ni neema ya Mungu tu. Ulikuwa unasema si nitapataje ada watoto waende shule, mbingu zikafunguka, Mungu akakutendea. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante hata kwa hicho alichofanya. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Kama ulikuja ukaombewa
umekuwa ukija mara kwa mara kwenye madhabahu, mwambie Mungu asante kunielekeza kwenye maombi. Hata ukunielekeza, sikuelekeza kwenda kwa waganga na kwa wachawi, ufunuo tu wa kuja kwenye maombi, si kwenda kwenye miungu mingine. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Hakuna aliyekimbilia madhabahuni Mungu asimtendee kinachoonekana. Hakuna alienda madhabahuni Mungu asimtendee. Zamu yako inakuja, wakati wa Bwana unakuja. Msubiri Bwana. Mwimbaji sasa, uingojea ahadi ya Bwana huku ukiomba. Mwimbaji mmoja sema, ingojea ahadi ya Bwana huku ukiomba. Ingojea ahadi ya Bwana huku ukiomba. Isubiri ahadi ya Bwana huku ukiomba. Ingojea ahadi ya Bwana. Yule mwimbaji sema, ingojea ahadi ya Bwana. Ingojea ahadi ya Bwana huku ukiomba. Endelea kuomba. Liko neno la baraka limeachiliwa kwako. Ngoja kesho inakuja. Ingojea hiyo ahadi huku ukiomba. Ingojea hiyo ahadi huku ukiomba. Huku ukiomba. Ingojea ahadi ya Bwana. Ingojea ahadi ya Bwana huku ukiomba. Huku ukiomba. Na ukasema mbinguni sana kwenye kuomba. Iko neno limeachiliwa la kinabii kwenye maisha yako. Ningojee huku ukiomba. Ningojee huku ukiomba. Maana Biblia inasema hiyo ndoto ijapo kawia isubiri. Hiyo ndoto ijapo kawia isubiri. Uliota ndoto nzuri ya baraka, haijaja. Habakuki Biblia anasema hiyo ndoto inakuja. Hiyo ndoto inakuja, haitakawia. Ijapo kawia isubiri. Ijapo kawia isubiri, inakuja. Unaota umejenga nyumba, hali hata kiwanja una, na kwambia mshukuru Mungu, maana katika ulimwengu wa roho nyumba yako inakuja. Wengine wanaota wameolewa, wanafunga ndoa na hata mchumba hajakuja. Ingojee hiyo ndoto isubiri, haitasema uongo. Hapa kasema ingojee isubiri, ndoto haitakawia. Ijapo kawia isubiri, maana inakuja. Hiyo ndoto inakuja. Kuna ndoto umeota nzuri ya baraka, mshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo ndoto. Huko kidumu kuomba, inakuja. Inakuja. Kuna vitu ambavyo Mungu amesema nayo kwa njia ya ndoto, hujaviona, subiri, inakuja. Dumuni sana katika kuomba. Dumuni sana katika kuomba. Isubiri, subiri, subiri, subiri. Endelea kuomba, endelea kuomba na kuomba, endelea kuomba. Hiyo ndoto inakuja. Hiyo ndoto imekuja, na ndio maana inafululiza. Ukikaa baada ya kipindi fulani unaiota, unasema ndoto imekuwa inakuja mara kwa mara. Ndio inakuja mara kwa mara, imebeba ujumbe wa maisha yako. Endelea kumshukuru Mungu na kuomba. Ijapo kawia isubiri, ijapo kawia isubiri. Na wengine waliota ndoto mbaya, Mungu akaipangua. Wengine wakaota ndoto za mauti, Mungu akazipangua. Mungu alikuonyesha tu ulitakiwa ufe au pata ajali mbaya au lazima hospitali, lakini haikufika. Maana Mungu aliipangua. Endelea kumshukuru Mungu. 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 Usinyamaze. Usinyamaze rafiki yangu. Uliopata neema asubuhi ya leo, chochea, chochea. Endelea kumwambia Mungu asante. Mungu aone moyo wako. Fungua moyo wako. Hata wewe mwenyewe ni shahidi. Ulipotaka kuja kwenye maombi, ulipata upinzani mkubwa sana. Hata hiyo nguvu ya kukushindia upinzani, mshukuru Mungu. Ile wewe ilikuwa inakuzuiaga usije kukutana na Mungu, leo umekuja. Mshukuru Mungu ili Mungu akuhudumie. Mungu anaenda kukutendea. Mungu anaenda kukutendea. Alisema kila ajaye kwako kamwe hatamtupa. Umekuja hivyo ulivyo, Mungu hatakutupa. Roho anasema kila ajaye kwangu kamwe sitamtupa. Hujamjia mtu, unaenda kwenye mikono ya Mungu. Rapa sandaraba, ripa papa papa, rapa saka, ropo pose, katika jina la Yesu. Hujaenda kwa mtu, unaenda kwenye mikono ya Mungu. Na Biblia inasema kila ajaye kwangu kamwe sitamtupa. Unaweza ukaenda kwa watu wakashindwa kukusaidia, wakakutupa. Hakuna alienda kwenye mikono ya Mungu, Mungu akamtupa. Rafiki yangu, endelea kumwambia Yesu asante. Endelea kumwambia asante. Endelea kumwambia asante. Endelea kumwambia asante. Endelea kumwambia asante. Endelea kuomba. Mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana, maana mawazo Mungu anayokuwazia ni mawazo ya amani, ya kukupa tumaini la siku za mwisho. Mawazo Mungu anayokuwazia ni mawazo ya amani, ya kukupa tumaini la siku za mwisho, la siku za mwisho. Shukuru Bwana.
Shukuru Bwana, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante, maana mawazo anayokuwazia ni mawazo ya amani, wala sio mawazo ya mabaya, ya kukupa tumaini la siku za mwisho, ya kukupa tumaini la siku za mwisho. Mawazo ya Mungu ni mawazo ya amani, ni mawazo ya baraka juu ya maisha yako, ni mawazo ya baraka juu ya maisha yako. Endelea kumwambia Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Iko kitu inatendeka, iko kitu inapita leo katika ulimwengu wa kiroho. Kuna kitu kinapita, kuna kitu kinapita, kuna kitu kinapita. Iko nguvu ya Mungu inapita, iko nguvu ya Mungu inapita, iko nguvu ya Mungu inapita, iko nguvu ya Mungu inapita. Nguvu ya kufungua maisha yako, nguvu ya kukufungua kiuchumi, nguvu ya kukutoa ulipo dumaa, nguvu ya kukupeleka viwango vingine, nguvu ya kwenda viwango vingine, nguvu ya kwenda viwango vingine, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaenda viwango vingine, tunaenda viwango vingine, tunaenda viwango vingine, tunaenda viwango vingine. Mungu ni Mungu, Mungu ni Mungu, Mungu naye mjua ni Mungu anayetuinua utukufu kwenda utukufu. Anaenda kukuinua kutoka hapo ulipo, anakuweka kiwango kingine. Mungu ni Mungu anayetuinua kwenda utukufu hadi utukufu, ni Mungu anayetuinua kwenda utukufu hadi utukufu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu na akushike, akupeleke viwango vingine, akupeleke kwenda viwango vingine, akupeleke kwenda viwango vingine, akupeleke kwenda viwango vingine, akupeleke kwenda viwango vingine, katika jina la Yesu. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ni mwaka wa kwenda viwango vingine, ni mwaka wa kwenda viwango vingine, ni mwaka wa kwenda viwango vingine, ni mwaka wa kwenda viwango vingine. Nasema ni mwaka wa kwenda viwango vingine, ni mwaka wa kwenda viwango vingine, ni mwaka wa kwenda viwango vingine, ni mwaka wa kwenda viwango vingine kiroho, ni mwaka wa kwenda viwango vingine kiuchumi, ni mwaka wa kwenda viwango vingine kiuchumi, ni mwaka wa kwenda viwango vingine kiroho, ni mwaka wa kwenda viwango vingine. Na wakapendewa kitu kinachoonekana kwa macho ya damu na nyama, ni mwaka wa kwenda viwango vingine, ni mwezi wa kwenda viwango vingine, ni mwezi wa kwenda viwango vingine. Wacha mbingu zifunguke, wacha mbingu zako zifunguke, wacha mbingu zako zifunguke, wacha mbingu zako zifunguke, wacha mbingu zako zifunguke. Wacha nikwambie, wewe unalia kiti inuka, wewe unalia kiti inuka,
Sio saa ya kujificha. Yesu yuko hapa. Sio saa ya kujificha. Yesu yuko hapa. Inua macho yako. Hebu tazame. Hii ni saa ya Mungu. Hii ni saa ya Mungu. Unaangalia maisha yako. Haijalishi. Haijalishi. Una shida gani? Ndani ya shukrani. Ndani ya shukrani. Ninakwambia. Hautaondoka kama ulivyo. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Kumtazama Yesu. Kumtazama Yesu. 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 Tembea. Tembea. Tembea kwenye shukrani. Endelea kung'ang'ana. Endelea kung'ang'ana. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Ninakwambia, angalia shida ulionayo. Utakuta mara 10 zaidi. Inategemea tu. Sisi ni majasiri ambayo tuko. Ng'ang'ana. Ng'ang'ana. Ninakwambia, ndani ya shukrani unapona. Sema kwa sauti. Sema nyuma yangu. Sema Yesu. Paza sauti, tuko wengi sana mahali hapa. Ninakwambia, ukimwita Yesu kwa uaminifu, hiyo shida hautaondoka nayo asubuhi ya leo. Hautaondoka nayo. Ninakwambia, utatengeneza historia ya namna pekee. Hebu mwite Yesu. Sema Yesu. 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 Niko hapa. Niko hapa. Siku ya leo. Yesu. Yesu. Nakuhitaji. Nakuhitaji. Peke yangu. Peke yangu. Siwezi. Siwezi. Nisaidie. Nisaidie. Kwenye shukrani. Kwenye shukrani. Nisaidie. Nisaidie. Na mimi. Nakuhitaji. Nakuhitaji. Ndani yangu. Roho yangu. Ndani yangu. Ndani yangu. Ingia. Ingia. Sahi. Ndani ya moyo wangu. Ndani ya moyo wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ufufue. 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 Ile nguvu. Ile nguvu. Iliyokufa. Iliyokufa. Ya kuomba. Ya kuomba. Ndani yangu. Ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fufua. 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 Kila kilichokufa. Ndani yangu. Ndani yangu. Sahi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. 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 Karibu. Karibu. Ndani yangu. Ndani yangu. Ndani yangu.
ndani yangu sahi 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 sahi, ufufue yaliyokufa ndani ya nafsi yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu itembee ndani yangu, ndani yangu, kama mafuriko, kama mafuriko sahi sahi, kwenye shukrani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ya Mungu ishuke, ishuke. Weka mkono kwenye moyo, sema ishuke, ishuke. Lakini wewe umefumba macho, itikadi ndio namna kwenda mbele za Mungu ni kunyenyekea. Ukimtaka Mungu aingie ndani yako, shadi unyenyekee, fumba macho, kono moja iliyo juu na wengine weka kwenye moyo, sema Yesu, 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 Yesu. Ongeza sauti yako, Bwana wa Mungu. Yesu yuko mahali hapa, Yesu yuko mahali hapa. Kwenye Biblia anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi, atakayefungua nitaingia. Karibu fungua mlango, Yesu aingie. Sema Yesu, 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 Yesu. Karibu, 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 karibu ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, sahi sahi sahi, ingia na nguvu yako, 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. ingia ndani yangu, Ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu. bisha hodi, Leta hodi, bisha hodi, bisha hodi, bisha hodi, bisha hodi. kwa jina la Yesu, Karibu Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. sema mara saba, mara saba, sema karibu Yesu, Karibu Yesu. unaanza kaza watawa, kaza watawa. Usimwangalie jirani yako, usimwangalie wapembeni yako, atakupoteza. Mara saba, inahesabu 1 mpaka 3, tutaita Yesu mara saba. Ile mara ya saba tutaita, yani tutaita. Kama hujawahi kumwita Yesu, 1, 2, 3, ita Yesu, Yesu, ita kwa sauti Yesu, 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 Yesu. Yesu. Nakwambia utakapojiachilia mbele za Bwana, hii shukrani itakuwa ya tofauti kwako. Mwisho wa mwezi wa kwanza, ita Yesu. Rudia tena kwa sauti, sema Yesu, Yesu, sema Yesu, Yesu, sema Yesu. Yesu. Shuka Shuka ndani yangu, ndani yangu, na nguvu yako, na nguvu yako. sema Yesu, Yesu, ita Yesu tena, Yesu, 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 Yesu. nguvu yako, Nguvu yako ingie ingie ndani yangu, ndani yangu, nguvu yako nguvu yako ingie. ingie. Haya, tunaenda kwa haraka, tunaenda kwa haraka, tunaenda kwa haraka. Sema Yesu, 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 Yesu. ita Yesu, ita Yesu kwa haraka, ita Yesu kwa haraka. Ndani ya shukrani, mwite Yesu, mwite Yesu, ita Yesu. Kama kwa nje, rapa papa, ita Yesu, rapa papa, ita Yesu, ita Yesu. Yes, 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 yes. Kazana, kazana, rapa papa. Nguvu ya Mungu inashuka. Nguvu ya Mungu inashuka. Nguvu ya Mungu inashuka. Nguvu ya Mungu inashuka. Nguvu ya Mungu inapita kama umeme. Nguvu ya Roho Mtakatifu kama umeme. Nguvu ya Roho Mtakatifu inapita kama umeme. Kama umeme. Kama umeme. Kama umeme. Kama umeme. Kama umeme. Kama umeme ndani yako. Kama umeme. Kazana kuita. Kazana kuita. Kazana kuita. Kazana kuita. Kazana kuita. Kazana kuita. Nguvu ya Mungu inapita. 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 Nguvu ya Mungu inapita. Nguvu ya Mungu inapita saa hii.
kama mafuriko, kama mafuriko, kama mafuriko, kama mafuriko. Nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu kwenye shukrani inapita, inapita, inapita. Hiyo, 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 hiyo. Pokea, pokea, pokea mafuriko, pokea, 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 pokea hiyo nguvu ya kushukuru. Pokea, 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 pokea. Inapita, inapita kama umeme, inapita kama umeme, inapita kama umeme, kama umeme, kama umeme, kama umeme. Inapita, hiyo, 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 hiyo inapita, hiyo, 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 hiyo nguvu ya Mungu inapita, hiyo inapita asubuhi ya leo, hiyo inapita mpaka na majini yanaondoka, mpaka na mapepo yaliyojifunza kwa watu yanaondoka, mpaka na mapepo yanaondoka, mpaka waliokuja na mapepo yanaondoka. Hiyo, hiyo inapita, hiyo, 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 hiyo nguvu ya Mungu, hiyo inapita, hiyo inapita, hiyo inapita, hiyo nguvu ya Mungu 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 inapita. Utukufu wa Bwana unashuka, utukufu wa Bwana unashuka. Nasema utukufu wa Bwana unashuka, utukufu wa Bwana unashuka asubuhi ya leo, 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 utukufu wa Bwana unashuka asubuhi ya leo kwenye ibada hii. Utukufu wa Bwana, utukufu wa Bwana unashuka, utukufu wa Bwana unashuka, unashuka kwenye shukrani yetu, unashuka kwenye shukrani, unashuka. Utukufu wa Bwana unashuka, utukufu wa Bwana unashuka, utukufu wa Bwana unakushukia. Na ukishuka Mungu anakutendea kitu, na ukishuka Mungu anakutendea kitu, na ukishuka Mungu anakutendea kitu, na ukishuka Mungu anafanya kitu, na ukishuka Mungu anafanya kitu. Utukufu wa Bwana unashuka, utukufu wa Bwana unashuka, utukufu wa Bwana unakutendea. Rapasaka, 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 rapasaka. Ndio, 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 ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana inatenda kwenye ibada hii. Nguvu ya utendaji, nguvu ya utendaji, hiyo inatembea. Nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu inapita kama umeme, kama umeme, kama umeme, kama umeme, kama umeme, kama umeme asubuhi ya leo, kama umeme asubuhi ya leo, kama umeme asubuhi ya leo. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Nguvu ya Mungu inatembelea kwenye ibada hii, nguvu ya utendaji, nguvu ya utendaji inatembelea, nguvu ya Mungu inatembelea. Nasema tunatembelea asubuhi ya leo, tunatembelea asubuhi ya leo. Nguvu ya Mungu inatembea kwenye ibada hii, nguvu ya Mungu inatembea kwenye ibada hii, nguvu ya Mungu inatembea kwenye ibada hii, nguvu ya Mungu inatembea kwenye ibada hii. Acha mbingu zifunguke, utukufu wa Bwana ushuke, utukufu wa Bwana ushuke, utukufu wa Bwana ushuke, utukufu wa Bwana ushuke kwenye ibada hii. Baba, tunakuhitaji, tunakuhitaji kwenye shukrani hii Bwana, tunakuhitaji kwenye ibada ya kushukuru Bwana. Niponye magonjwa yote, niondoe nguvu zote za giza, niondoe vifungo vyote, hiyo nguvu inapita, niondoe vifungo vyote, niondoe na nguvu za giza, niondoe vifungo vyote, niondoe na mateso yote, niondoe vifungo vyote, niondoe vifungo vyote, niondoe nguvu zote za giza, niondoe, niondoe magonjwa yote. Ikikutembelea unapona, ikikutembelea unapona, ikikutembelea unapona, ikikutembelea unapona, unapona, unafunguliwa. Roho zaka
kuachiliwa, ni saa ya kuachiliwa. Waliofungwa ni saa ya kuachiliwa, ni saa ya maachilio, maachilio, maachilio. Kwenye hii ya kushukuru tunaachiliwa, tunaachiliwa. Hata kama umekuja hapa mgonjwa, unaachiliwa. Hata kama umekuja hapa unaumwa, unaachiliwa. Hata kama umekuja hapa mgonjwa, unaachiliwa. Nguvu ya maachilio, nguvu ya maachilio, nguvu ya maachilio. Hata kama umekuja hapa mgonjwa, unaachiliwa. Nasema unaachiliwa, nasema unaachiliwa. Nguvu ya maachilio, 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 nguvu ya maachilio. Nguvu za giza, nguvu za giza zinaondoka, majini yanaondoka, majini yanaondoka, majini hayo majini yanaondoka, majini yanaondoka, majini yaliyopanda hapa, moto umewaka, ndio, majini yaliyopanda hapa, moto madini yaliyojibanza hapa, ndio madini yaliyojibanza kwenye ibada, kwenye hii shukrani, utaondoka na madini hapa. Moto, operesheni ya Roho Mtakatifu, matendo yaliyoanza kwenye ibada, moto umewaka, moto umewaka, moto umewaka, moto umewaka, moto wa Roho Mtakatifu umewaka, na mapepo yaliyomo ndani, na mapepo yaliyomo kwenye ibada moto, na mapepo yaliyomo moto, na majini yaliyomo moto, na mapepo yaliyojibanza huko, na majini yaliyojibanza moto, na mapepo yaliyojibanza katika ibada hii, ni moto, ni moto, na mapepo yaliyojibanza, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. Moto umewaka, nasema moto umewaka, moto wa Roho Mtakatifu unakula kila cha adui, unakula kila cha adui, unakula kila cha adui, unakula kila cha adui, unakula kila cha adui. Moto umewaka, moto umewaka kwenye Yesu, moto umewaka, nasema moto umewaka, unapasaka, unapasaka, moto umewaka, 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 moto umewaka kwenye shukrani, moto umewaka, moto umewaka. Utendaji wa nguvu za giza umeharibika, utendaji wa nguvu za giza umeharibika, utendaji wa nguvu za giza umeharibika, utendaji wa nguvu za giza umeharibika. Ndio umebomoka, nguvu za giza umebomoka. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Ibada ya shukrani, utendaji wote wa nguvu za giza, utendaji wote wa nguvu za giza umeharibika katikati ya ibada hii. Nasema katikati ya ibada hii, katikati ya ibada hii, katikati ya ibada hii, katikati ya ibada hii. Waliokuja hapa wagonjwa, natangaza uponyaji. Hata kama umekuja ni mgonjwa, utaondoka na ugonjwa, utaondoka na ugonjwa. Umekalia hii madhabahu, uondoke na ugonjwa. Nasema waliokuja hapa wagonjwa, kwenye hii shukrani, utaondoka na ugonjwa. Bwana ametutembelea, nguvu ya Roho Mtakatifu imetutembelea, inabeba magonjwa yote, inafukuza mapepo yote, inabeba magonjwa yote, inafukuza mapepo yote, inabeba magonjwa yote, inabeba magonjwa yote, inabeba magonjwa yote. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Nguvu ya Mungu ipite, nguvu ya Mungu ipite kwenye hii shukrani, nguvu ya Mungu ipite, nguvu ya Mungu ipite, nguvu ya Mungu ipite, nguvu ya Mungu ipite. Roho ya makandamizo ndani yako, roho ya kukandamizwa ndani yako, ndio Bwana, sahi, ndio sahi, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Yes, yes, ndio Bwana. Kila vifungo, kila vifungo, kila vifungo, kila vifungo, kila vifungo, hilo agano la kichawi, hilo agano la kichawi, hilo agano la kichawi
kichawi, hilo agano la kichawi, maagano ya kichawi, maagano na wachawi, maagano na wachawi walioingizwa kwenye maagano. Toka pepo, toka, toka kwa jina la Yesu. Haya, kweli, toka, haya, kweli, tendaji wote wa nguvu za giza, kweli, toka kwa jina la Yesu. Moto wa damu ya Yesu, tendaji wote wa nguvu za giza, saa ya kuondoka, saa ya kuondoka, saa ya kuondoka, saa ya kuondoka, saa ya kuondoka. Hakuna atakayebaki na mafuta. Kila nguvu ya adui kwenye ibada, utaingia umoto, utavumilia 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 umoto. Wewe mtauka kusikia wanafunzi, kila nguvu ya adui, kila nguvu ya adui kwenye ibada, kila nguvu ya adui, kila nguvu ya adui, ndio kila ufalme ulioko katika ibada, fire, fire, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ila utendaji wa nguvu za giza kwenye hii shukurani, hapa kwenye kushukuru, hapa kwenye kushukuru, nasema hapa kwenye kushukuru, hapa kwenye kushukuru, kila aliyebanwa na roho ya makandamizi unaachiwa, kwenye roho ya makandamizi, roho za makandamizi unaachiliwa, 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 unaachiliwa. Nasema saa ya maachilio, saa ya maachilio, saa ya maachilio, saa ya maachilio, saa ya maachilio. Nasema saa ya maachilio, saa ya maachilio, saa ya maachilio kwa jina la Yesu. Saa ya maachilio, saa ya maachilio, saa ya maachilio, saa ya maachilio. Nasema ni saa ya maachilio, saa ya maachilio kwa jina la Yesu. Saa ya maachilio kwa damu ya Yesu. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Saa ya maachilio, saa ya maachilio, saa ya maachilio, saa ya maachilio, saa ya maachilio kwa jina la Yesu.